السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Mola ambaye kwa mapenzi yake na utukufu wake ametujalia sisi waja wake, mimi unanitazama na wewe unayenisikiliza, basi bila shaka katujaza afya zilizokuwa njema, na kama tuna maradhi basi hakuna wa kumuomba atuondoshe maradhi isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, siku leo nataka tuondoke kwenye huzuni, tuingie kwenye furaha ambayo itatufanya sisi sote tuheshimike katika mitaa yetu, katika kazi zetu, ama katika biashara zetu. Ni nini ninachokuletea? Nakuletea upanga wa kuwakata washirikina ama wa kuwakata wachawi. Upanga wa kuwakata wachawi. Upanga huu miongoni mwa upanga wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika mapanga ya Mwenyezi Mungu aliyotoa kwa ajili ya kuadhibu, basi upanga huu kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni upanga mkubwa sana. Ukiutumia kwa idhini yake Allah, utaona muujiza, utaona unavorejesha heshima yako, utaona unavyoweza kupata cheo kikubwa, ukubwa katika eneo, kwa sababu ya kumwamini la ilaha illa Allah. Ndugu zangu, huu utakupa heshima kwa kuwatia adabu washirikina. Kuna watu wanajiita vigogo, wanajiita vigogo kutokana na kumiliki majini. Yaani wapo watu wanafuga majini kwenye nyumba zao, wanajiita vigogo, wanatikisa kwenye mji, wanatikisa katika mtaa. Lakini kuna watu vile vile kutokana na uchawi waliokuwa nao, basi wanajiita vigogo. Lakini kuna wengine kutokana na uwanga wanaoufanya, wanajiita vigogo. Sasa basi leo nakukabidhi upanga huu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe kwako ni siraha kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Hii itakusaidia. Mimi leo hii natoa kwako kama sadaka. Najua kabisa hakuna wa kunilipa, atakayenilipa ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo na wewe hii nakupa upanga huu ukusaidie katika maisha yako, kwa sababu mimi al-akhi Sheikh Sultani umenisaidia upanga huu, na wallahi wa billahi wa tallahi sipati picha kwamba nini kingetokea. Siku moja katika safari zetu za kidawa, tukawa tumeelekea kusini. Kwa wale ambao wako nje, wako Omani, wako wapi huko, Canada, Marekani, ambao wako South Africa, na wengine waliokuwa wako Burundi, Uganda huko. Tunaposema kusini, nazungumzia katika Tanzania hii, lakini kuna mkoa unaitwa mkoa wa kusini, ukanda wa kusini, ambao kuna Lindi na kuna Mtwara. Sasa kusini nilipoelekea, siku moja tulikwenda katika kijiji kimoja kinaitwa Nangalu. Kama kuna watu wanaifuatilia hii chaneli yangu, watu wa Mtwara ama watu wa Lindi, ninapohitaja Nangalu wanaijua vizuri. Nilipofika kule Nangalu katika ziara yetu ya kidawa, wakati nimesimama nikawa nazungumzia swala zima la ushirikina, kwamba ushirikina Mwenyezi Mungu anachukia, na yoyote anayefanya ushirikina, hata awe anasali, ana sigida kubwa, lakini ili mradi ameweka ushirikina mbele, basi swala yake mbele ya Mwenyezi Mungu itakuwa ina viraka,
kwa sababu katika madhambi makubwa ambayo Allah anayachukia ni ushirikina, kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Sasa nikawa nawaambia wachawi hawana akili, naambia kabisa tusemeni wachawi wendazimu, tusemeni wachawi mataira, tusemeni, nawasemesha wale watu tuseme wachawi wendazimu, na watu nao wachawi wendazimu, tuseme wachawi mataira, wachawi mataira, wanga na wachawi ni watu wa motoni, wanga na kumbe wapo vigogo, viko vyuma vinanisikiliza tu, afu vinasema wewe subiria, utaona kazi yako. Wallahi usiku umeingia, nimelala. Wakati nimelala, hata usingizi bado haujanifikia. Inafika mahala sasa nikifumba macho pap, kuna watu nawaona wawili mbele yangu. Nikifumbua wale watu siwaoni. Sasa katika chumba tulikuwa tumelala wawili, kwa sababu kulikuwa ni dabu, anasema kitanda huku na huku. Pembeni yangu hapa kulikuwa amelala swaiba wangu anaitwa Hashim. Nikasema huyu namuona, hawa watu nawaona peke yangu au Hashim naye anawaona? Baada ya muda naona wale watu macho yao yakageuka, yakawa kama yanatoa moto. Nilivyoona ile hali, basi nikasema subhanallah, Allahu akbar. Ile subhanallah, Allahu akbar, Hashim akaamka akaniuliza, shekhe vipi? Nikamwambia tulale, nitakuhadisia. Kwa sababu nikafikiria nikimhadisia kwa usiku ule, huyu bwana anaweza akakosa amani kabisa. Ikalazimika nikae nalo moyoni, asubuhi yake ndio nitamhadisia. Sasa wakati usiku ule ule nikasema hapa tunahitajika nisome dua. Nikasoma Hayatul Kursi. Hayatul Kursi nilikaa nayo, nikasoma Hayatul Kursi mara 313 mpaka nakuja kulala saa 8 usiku, ndio naweka usingizi. Wakati naweka ubavu amepata, nikaona sasa wale watu walikuwa wawili, sasa wameongezeka, wako 4. Wakawa wananitupia miale ya moto yale ya katika macho yao. Alafu kwa uwezo wa Allah nikawa naona kwamba kuna kitu ambacho kinakuja kinazuia ile miale, hainifikii mimi, inaishia njiani, ile miale hainifikii. Wakaangaika wale watu, matokeo yake wakapotea. Nikasema alhamdulillah. Kesho yake kumekucha kwa idhini ya Allah, tumeswali fajr. Kisha baada hapo nikakaa na Hashimu, nikamwambia Hashimu, unajua kilichotokea siku ya jana? Hashimu akaniuliza nini? Nikamwambia tumewatukana wachawi na wanga, tumewambia hawana akili. Basi usiku wa jana wamekuja kufanya kazi yao. Ikawaje? Nikamwambia kiufupi kwamba wale waliwatuma vibwengo ili waje kutushughulikia. Vibwengo, sio wao wenyewe, vibwengo. Ikalazimika baada ya mimi kufanya ile, sasa kesho yake tumeingia tena kwenye mkutano. Nikaambia haya wachawi mlionisumbua jana na leo njooni tena. Nasikia watu wanahadithiana, huyu shekhe mwepesi sana, ila isipokuwa sio mchezo. Kwa sababu tulivyomwendea mwanzo na mara ya pili tulivyokuja kurudi ni vitu viwili tofauti, ana nguvu za ajabu. Lakini nikajiuliza, aliyekuja kunambia ni mtu wa karibu, bwana jana walikutesti lakini wamesema una nguvu za ajabu. Nikaona kabisa kwamba nguvu za ajabu si za kwangu mimi, isipokuwa Allah ndio amenijengea ulinzi baada ya kufanya dua ya Hayatul Kursi, kwa sababu huu ni upanga wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dhidi ya watu wachawi. Sasa hata wewe ndugu yangu, nakushauri pindi utakapokuwa unataka kulala, ama pindi unapotaka kuenda sehemu yoyote,
basi fanya istighfari. Baada ya kufanya istighfari, kisha baada ya hapo mtakie rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtaje Mwenyezi Mungu, mtakie rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo soma Ayatul Kursi 313. Wallahi wabillahi ni ulinzi tosha na ndiyo silaha kubwa ambazo mimi kwa sasa nazitumia kila ninapoingia katika mji kwenda kufikisha da'wa, kwa sababu najua kabisa mlinzi wangu hakuna isipokuwa ni la ilaha illa Allah. Unapofikisha dawa, kwa sababu dawa ni msumeno ambao unakata kwa kwenda mbele na kurudi nyuma. Utawazungumzia washirikina, watachukia. Utawazungumzia wazinifu, watachukia. Hawa hujui wale wanaochukia wana lengo gani ambalo wanakusudia. Ndugu yangu, tumia njia hii niliyokupa, ina faida kubwa kubwa kubwa. Nimeshuhudia kwa macho yangu, kwa akili yangu na kwa kauli yangu. Ninaitoa kwako wewe ili iwe ni shahidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumia njia hii kuweza kuadhibu wale maadui wote ambao wana lengo baya ama wana nia mbaya dhidi yako. Billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumia upanga huu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuadhibu wachawi inshallah.